apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu tusaidie. Jina langu naitwa Mwantuma Hiza, mwenyekiti wa kamati ya dua ya kitaifa ambayo inaandaliwa na Baraza la Islam BAKWATA. Dua hii imeasisiwa na Mufti kwa ajili ya kuwarehemu viongozi waliomtangulia na mashehe ambao wameacha athari chanya katika dini yetu ya Kiislamu. Aidha, kwa mwaka huu imekuwa maalum kwa vile tumetengeneza utaratibu pia wa kuwaombea viongozi wetu wa nchi na kuiombea nchi amani na utulivu. Mabadiliko au tofauti wa mwaka jana na mwaka huu ni kwamba mwaka jana tulifanya kuwaombea viongozi wa nchi na waliotangulia. Mwaka huu tumekuwa na madhumuni matatu au malengo matatu, kwamba tunaombea viongozi wetu waliotangulia mbele ya haki, tunaombea viongozi wetu wa nchi, na tunaombea nchi yetu amani na utulivu. Kama tulivyonukuu kupitia Qur'ani tukufu, Mwenyezi Mungu anatuambia niombeni nitawapa, na amani ni tunu, na sisi tunamuomba Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku amani. Tutajidanganya sana sisi wa Tanzania kama tukidhani amani ipo kama ilivyo kitu kingine. Amani haipo sokoni, amani haipo dukani, wala haiko mahala kama utaikuta. Amani hutengenezwa na vitu vingi. Pamoja na hayo ni ustahimilivu na hekma, busara za wale wanaohusika katika nchi husika. Kwa sisi kama sehemu ya Tanzania tuliona tujinyenyekeze mbele ya Allah kwa kumuomba aturuzuku amani, kwamba kutofautiana kwa maono kupo ndio binadamu, kutokubaliana kwa maeneo kupo ndio binadamu, lakini linapofika swala linalohusu amani lazima wote tuwe kitu kimoja. Hatuwezi kuumizana, hatuwezi kupotezana, hatuwezi kudharauliana kwa ajili ya mambo ambayo yanaweza katengenezwa. Kwa hiyo dua hii ni makususi tumejikabidhi kwenye mikono ya Mwenyezi Mungu na kuikabidhi nchi yetu mikononi mwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, maana yeye ndio muumba mbingu na ardhi, muweza wa kila jambo. Basi Mola wetu mlezi inshallah aturuzuku amani, kwamba kila atakayekuja na ukali ampozi, kila atakayekuwa na dhamira mbaya amzuie kutimiza ile azma yake, kwa sababu wako wepesi watakaoruka, wako wepesi watakaokimbia. Lakini tujue nchi yetu ina watu wa aina mbalimbali. Watoto hawezi mbio, watu wazima hawezi mbio, wagonjwa hawataweza mbio, na kadhalika na kadhalika. Lakini madhara yakitokea hakuna atakayekuwa na amani, hakuna atakayeweza kufanya shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo wakati wengine wakiendeleza harakati za kisiasa, sisi huku tumejinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu kumuomba atupatie amani kwenye nchi yetu. Hili ndio madhumuni makubwa, na leo tumefungua na watu watakesha. Kesho ni kina mama na tena watu wataendelea kukesha. Tutahitimisha Ijumaa ambapo kutakuwa na hitma Jumamosi, na kutakuwa na visomo pia vizito na sadaka. Kwa hiyo mimi niwakaribishe wote, tutakuwa na wageni maarufu na wageni mashuhuri na waalikwa na waumini. Tunawakaribisha katika viwanja vya Mohamed wa Sita, msikiti mkuu wa BAKWATA. Karibuni sana. Hajati, labda kwa kumalizia tu, kwa kuwa lengo kuu ilikuwa ni dua pamoja na amani, lakini pia kwa sababu tunaelekea uchaguzi mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, nini neno lako sasa Hajati? Mimi neno langu kuhusu uchaguzi niseme, kila ambaye anajiona amejipima, anajiona anazo sifa, ana uwezo wa kugombea nafasi, basi inshallah aende. Lakini kwa wale pia watakaokwenda, endapo riziki haitakuwa upande wako, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, maana akubali matokeo, kwa sababu Mwenyezi Mungu humpa mtakaye na humnyima mtakaye. Humpa mtakaye kwa sababu na humnyima mtakaye kwa sababu. Binafsi mimi ni mtu mmoja ambaye naamini
jambo nikilipata ni lenye kheri, na jambo nilikosa na nashukuru, najua pengine huku kuna shari na Mwenyezi Mungu hataki niende kwenye shari. Kwa hiyo wawe na imani za Mwenyezi Mungu kwamba kupata ni majaliwa na kukosa si ujinga. Kwa hiyo tusitumie nguvu kubwa sana kwenye kutafuta madaraka, tusitumie rasilimali nyingi sana kutafuta madaraka, turudi kwenye vitabu vya kiimani. Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Mimi ninayo mifano mingi katika nchi hii na nje za nchi au nchi jirani. Kuna waliotaka madaraka kwa nguvu kubwa na walikuwa na uwezo mkubwa, lakini kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakutaka kuwapa, hawakupata. Kwa hiyo kila mmoja anayetaka kwenda kwenye mchakato huu, kwanza mtangulize Mwenyezi Mungu. Jikabidhi kwa Mungu na umwambie Mwenyezi Mungu, mimi dhamira yangu imenituma kwenda kwenye jambo hili. Mwenyezi Mungu, kama jambo hili lina kheri nami nifanyie wepesi. Kama jambo hili halina kheri na mimi, basi nizuie. Kwa hiyo mimi nasema wote tuende kwenye mchakato tukiwa na matumaini ya kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Na baada ya hapo niseme, na sisi ambao hatutagombea popote, ni waumini, tuwe waumini wa Kiislamu au waumini wa madhehebu zingine, tuendelee pia kuwashawishi wenzetu kutokuwa wakali katika ndimi zao. Katika kiungo ambacho kina dhima kubwa ni ulimi. Ulimi unaweza kwa kutengenezea amani. Ulimi unaweza kwa kupotezea amani. Kwa hiyo tutunze sana kiungo chetu hiki, ulimi. Jambo likisha toka limetoka. Ndio vile wasanii wa taarabu wanakuambia neno likishatoka halirudi tena mdomoni. Basi kila tunapoongea tuongee kwa hekima na kwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu, na tuwe na lugha ambayo itapendeza watu badala ya kuwakirihisha watu. Tuwe na lugha ambayo itawashawishi watu badala ya lugha ya kuwagombanisha watu. Nishie tu kwa kusema kwamba ni lazima kuanzia sasa na tunapoendelea, kila mmoja wetu kwa imani yake amtangulize Mwenyezi Mungu. Amani ni kitu ambacho kikipotea hakichagui. Vurugu ni kila mahala. Basi Mwenyezi Mungu, kwa rehema zako na kwa baraka za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuepushe na mabaya yote, tena peperusha mbali kusikojulikana. Tupe amani na utulivu, tuende kwenye uchaguzi kwa amani. Mwenye riziki yake mpe, na ambaye hukumpangia huko basi umrudishe kwa amani, na roho zao zitulie, ziwe na amani, burudani. Shukran sana. Asante. Apangalo manani uwezi kulikimbia, wakuzuia nani Mola alokupangia. Zidisha imani kwa Mola wako jalia, watu wa peponi ni wale wanovumilia. Akhi Talib kutoka Masjid Nur Muhammad, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi, na kunasih na kusihi, sikiliza na tazama Firdaus TV online. Unatazama Firdaus TV, wakati wa Mungu, wakati wa Mungu, tusaidie.